Tunapatikana hapa kwa sababu ya huzuni kubwa. Tuko mwezi ya wamama, alafu mama mwenzetu anatuacha, mlikuwa tetea watoto wadogo UNICEF. Pole kwa UNICEF. Kitu kinatuuma sana kuona si tuko na besoin ya care, tuko na besoin ya amani. Na ni kitu kikubwa sana amani katika nchi yetu, alafu tunakosa amani juu ya batu bure. Bakutukosesha amani, na tuko na amani, hatuni bakaranti voler, hatubakiwe, hatuibiwe vitu vyetu, hatuchamule masakoshi, hatukate masikio. Leo tunapata amani, lakini tunakuwa tuanza tuletea mabombe za kutubomba. Tunaomba Union Européenne, tunaomba CPI imukamata en charge. Ija charge na hii dossier kuona gisi anaweza tupa drone kunyumba ambayo inaishi ndani mwanamke Madame Karine, une femme française, nyumba yenyewe inaishi ndani Mfaransa, anatupa drone tena mumwe cha ajabu mwezi mtukufu wa wamama. Sisi imetuumiza sana, na ndio kwa maana mnatuona hapa. Alors tunalomba CPI ijisharge na Monsieur Felix Tshisekedi Tshilombo. Msikilizaji na mtazamaji, hujambo? Hii ni MTV1 online nayo kutangazia toka Afrika Mashariki, eneo la Uswahili. Leo ni Alhamisi 12/2026. Waweze kusimamisha drone, waweze kutoa order, wasimamishe madrone ambazo zinaendelea kuua ndugu zetu mji wa Minembwe na hapa mjini Goma na Masisi. Tupo Facebook, YouTube na www.mtv1news.com, pia na radio shirika Lubero, Beni na Ruchuru pamoja na Masisi kupitia FM. We are responsible, tuko responsable et nous assumons. Kifo haiwezi katukimbiza mgeni Goma. Sisi tukafa, wengine wenye watabaki wataendelea. Ni hiyo. Taarifa yetu ya kwanza yaanzia Goma, Kivu Kaskazini, ambako maelfu ya wakazi wamejitokeza na kuandamana katika mji wa Goma hadi jengo la Umoja wa Mataifa MONUSCO kufuatia mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani drone. Sisi société civile plurielle na population ya ville de Goma na wamama wote, kwani tuko mwezi ya wanawake, tunaandamana leo kwa ajili ya kudenonse hiyo maafa ambayo drone zinaendelea kufanya ndani ya province ya Nord et Sud Kivu. Na imekuwa miaka kama vile 3 tangu vita ilianza. Government inakuwa ikitumikisha madrone kwa kuwaza kwamba hiyo ndiyo itaweza kuganya hiyo vita ambayo tunaishi tangu miaka 3. Na hiyo madrone imeweza kukoze vifo vya watu wengi ndani ya malokalite na materitoire ya Masisi, ya Lubero, ya Ruchuru, hata Minembwe huko Sud Kivu, na baadaye hapa Goma ambapo watu 3 waliweza kukufa wa employé wa Nations Unies, na kati yao kumekuwa huyo mama ambaye ni Mfaransa ambaye alikuwa akitumika kwenye UNICEF RDC. Na hiyo imeweza kutuinterpele, kwani tunaona inakuwa sawa vile ni damu tu wanataka wamwange ya raia, ichapokuwa maposition ya M23 haipo Goma. Maposition na maligne de front yao inakuwa kule mapori, Masisi, Ruchuru, Walikale na huko Lubero na Sud Kivu. Sasa tunajiuliza kwa nini drone wanazileta hapa mjini Goma ambapo kuna watu wengi na wanakuwa wakivize makadre politiki ama viongozi wa chama AFC M23. Malheureusement hiyo drone zao zinaua raia na zimeisha kuua hata wa humanitaire, na hiyo ni crime contre l'humanité na ni mauaji ya vita. Na sisi kuangalia kwamba hatuko epargne kama vile raia, tumesema ni lazima tuweze kuandamane ili tuite Rais Tshisekedi aache hiyo mambo ya kutumikisha madrone ndani ya mazone ambamo raia naishi. Abebe hiyo madrone yake kule kwenye kunakuwa wajeshi wanapigana, na tunamkumbusha kwamba drone haiwezi kaliberea hata senti moja ya territoire, kwani drone itapiga lakini haitakamata mgini. Na kujua hiyo ni lazima
aache hiyo mambo, aende kwenye mazungumzo ili vita iishe kwa amani na d'une manière politique, pale ya kuendelea kuua raia kwa bure. Hiyo ndio ilikuwa message clé yetu kwa hii manifestation ambayo tumeweza kufanya, na imereunir watu wengi plus ya 20,000 personnes ambayo wametembea ndani ya mji wa Goma hadi kwenye MONUSCO, ambapo tumeweza kusoma memo yetu na tumeipatia MONUSCO ili iweze kaifikishe kwa viongozi wa Nations Unies na wengine wote wa community international. Hiyo ndio ilikuwa chanzo ya hii maandamano yetu ya leo siku ya 4 tarehe 12 mwezi wa March 2026. Jina lako nani? Jina langu ni Gentil Soni Mulume, na kuwa mwanaharakati wa société civile na défenseur wa droit de l'homme. Nous avons reçu ça au nom de la MONUSCO. Je vous assure, ce sera transmis à qui se doit. Donc restez où. Nous sommes préoccupés par la situation et nous allons transmettre votre préoccupation. Exact. Tout en privilégiant les enquêtes indépendantes afin d'établir les responsabilités. D'accord. D'accord. Ok, c'est bien. Nous vous remercions. Waandamanaji wakiomba mazungumzo kati ya serikali na AFC M23 kuendelea kuliko utumiaji wa silaha. Tupendi kusema tushakuwa na hasira ya hatari, ushasoma toke muvile haiko ndio fasi ya afro ninyi defo fasi kipi. Sisi kama raia population congolaise tunasema waache hii mambo, kwa sababu vifo vinakuwa nyingi sana. Sisi mnaandamana kwa nini? Sisi tunaandamana kwa vita ishimame, waende kwa maongezi. Naandamana kwa nini leo? Kwa sababu tuko na hasira ya mwenzetu mwanamke. Tulitoka mfete yetu ya bamama ya le 8 mars, atuyaeneza hata mwa bien des semaines ou bien une semaine, mwenzetu anatuacha na kutuia kufa ya ng'ombe. Ndio sie bamama tunapenda kuishi kwa amani. Si bamama hatupendake fujo, hatuwezake makelele. Ndio mimi napenda bakubwa yetu ya Kongo baongozane, baongee turke kuishi mzuri. Si bamama tunataka amani. Leo ile pombe ni zamu yeye, kesho na mimi nachunga yangu tani. Ndio mimi napenda banani bakubwa yetu, viongozi yetu baongee turke, si bamama tuishi mzuri. Kosa amani si bamama kwetu inataka shida. Ndio mimi naomba bakubwa yetu basi sana baongee kwa amani. Tunalomba amani. Naam, hivi sasa tunapatikana katika mji wa Goma na huu ni umati wa watu maelfu ya wakazi wa mji wa Goma ambao wanaandamana hapa kupinga utumiaji wa drone ambao umeanza kuleta hali ya wasiwasi na kutisha wakazi. Miongoni mwao wakiwa waendeshaji pikipiki, wakulima, wanawake, vijana, kuna vile wanafunzi na wafanyabiashara ndogo ndogo. Na hapa tuko katikati ya mji wa Goma. Hawa wakazi wanaandamana hadi kwenye jengo la Umoja wa Mataifa kuomba Umoja wa Mataifa uweze kuishawishi serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutotumia ndege zisizokuwa na marubani, drone, katika maeneo ya watu, na hata wengine wakisema kwamba wamechoshwa na vita, lazima kuwe na mazungumzo kati ya M23 na serikali ya Kinshasa kuliko utumiaji wa silaha. Bwana journaliste, kwa leo tunaandamana sababu ya kuweza kudenonse hiyo mabombardement ambayo iliweza kupitika tangu kumepita miaka nawaza 2 ama 3, kwani haiko tu juu ya hiyo bombardement ya mwisho hapa ambamo huyo mzungu Mfransa wa UNICEF alifariki, ila inahusu hiyo mabombardement yote ambayo iliweza kuua wakaaji, yani wa civil ndani ya jimbo la Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini. Kwani ukikumbuka hiyo mabombardement ya drone ya Tshisekedi, yani ya government ya Kongo, iliweza kuua watu wengi kuanzia huko Minembwe na kando kando mpaka leo wamefika huku ndani ya jimbo la Kivu ya Kaskazini, Masisi, Ruchuru na hadi hapa mjini Goma ambayo ni vile kubwa ya Est ya Republique Democratique du Congo. Na hiyo mabombardement imeweza kuua watu wengi ndani ya Masisi, na siku ambayo ilipita wameweza kuua porte parole militaire wa AFC M23
na population wengi walikufa ndani ya hiyo bombardement ambayo ilikuwa ikivize wa jeshi. Lakini kitu ambayo inatusikitisha ni kuona kwamba pahali waweze kuprivilegie dialogue, yani mazungumuzo hiyo ambayo inapitika Doha na Washington. Kwa siku za leo Tshisekedi ana privilegie madrone, kuwaza kama drone inaweza ikalibere mazone conquise na mouvement AFC M23. Na sisi kama raia tunaona kwamba inakuwa ni plan ya kumaliza watu na haitasaidia hata kidogo kwa kulibere hiyo miji. Ijapokuwa mnaongea na watu kwenye meza ili suluhisho iweze kupatikana, kwa nini mnaweza sasa kuprivilege kupigana ijapokuwa mko kwenye meza? Kwa hiyo mnaomba nini? Sisi tunaomba warudi huko Doha, wazungumuze na suluhisho iweze kupatikane kwenye meza, ila hapana kwa kupigana ndani ya miji ambayo population iko nyingi na ndani ya mazone ambazo watu hawiko concerne hadi wanaanza kuua wa humanitaire. Kwa hiyo mnaomba Umoja wa Mataifa ifanye nini? Kwa sababu naandamana hadi MONUSCO. Tunaomba Umoja wa Mataifa iweze kufanya uchunguzi, yani enquête indépendante, ili waweze kuetablir ma responsabilité ya hiyo maafa ambayo iko napitikana, na wale ambao wako nafanya ile makrime contre humanité, wanaua raia, wanaua na wa humanitaire na wa employé wa Nations Unies, yani wa maagence ya Nations Unies, waweze wakajibu kwa hiyo mauaji ambao wametenda. Kama mabango, wengi wanasema hatutaki vita, wengine tunataka amani, wengine tumechoshwa na vita, tunataka mazungumzo, hatutaki drone. Huyu anasema kwamba sisi tunataka amani, hatutaki vita. Kuna mwingine anasema Rais Felix Tshisekedi acha kutumia drone. Kuna wengine hapa wanaandika, yani ukiona kwamba huyu anaandika Felix Tshisekedi, hii drone inakuja kutumaliza. Ni kwamba watu wamekuwa na hisia tofauti hapa kwenye maandamano. Ni hali ambayo hivi sasa inaendelea katika mji wa Goma, masaa machache baada ya ndege isiyokuwa na marubani drone kushambulia makazi ya watu na kuwaua watu watatu, akiwemo raia mmoja kutoka Ufaransa akifanya na kuendesha kazi zake katika shirika la Umoja wa Mataifa UNICEF. Tunataka amani. Tunachukia hii vitendo yenye iko nafanyika ya kuua watu, ya kuangusha mabombe kwa nyumba, tunaichukia. Ndio maana nasema motari leo tumekia maandamano. Unaomba nini? Tunaomba tu amani, watupatie amani kabisa. Tunaona iko sawa komite international iko complice. Kwa hiyo kufanya hii kukuwa na tuangushia mabombe. Juu bako na tuangushia mabombe au hawatasema kitu. Oro tunaweka kama hapo ndio wabakisha tutetea sie population hapa kunifo imekuwa hapo. Menao wako complice. Ndio maana tunaenda ku MONUSCO kudeposer memo yetu. Tuisoma pale, vraiment watusaidie, tunataka amani. Waandamanaji wakiomba MONUSCO kusaidia serikali kukomesha mashambulizi ya drone eneo lenye watu wengi kama Masisi, Lubero na Goma kwa sasa na Kivu Kusini eneo la Minembwe. Sisi ikiwa tumekuja kwenye hapa MONUSCO ni sababu inarepresente Umoja wa Mataifa hapa nchini Kongo ndani ya mji wa Goma. Tumekuja mahali hapa kwa ajili ya malalamiko ya amani, sababu mji wa Goma, mji wa Bukavu umeendelea tu kuvamiwa na vita. Ndugu zetu wanakufa, wamama, vijana wanafariki. Ila tunakuja kuomba amani. Serikali ya Kinshasa iangalie jinsi inaweza fanya mazungumzo pamoja na M23 yani AFC wapate kuzungumuza, sababu waliingia Angola hawakupata amani, hawakupata masikilizano, wakaingia Doha hawakupata amani. Hapa sasa hivi walikuwa Washington pamoja na rais wa Marekani wakasema kuwa wamefanya katiba ya amani ya kudumu, lakini vita inaendelea zaidi. Drone zinaendelea kupiga ndugu zetu wa mama, hata na mtetaji yani porte parole wa AFC M23 naye alipigwa na drone. Sasa jambo ambalo limeweza kutuma sisi wakaaji wa mji wa Goma yani wakongomani kuona
drone tena ilipiga yule ambaye alikuwa anafanya ya humanitaire ndani ya mji wa Goma, yani MSF, lakini sasa naye amepigwa na drone. Inabidi drone haitatuletea amani, lakini ambacho kitatuletea amani ni kuzungumuza, sababu vita ambavyo vinapigana si vita ambavyo vinatoka nchi zingine, lakini ni wakongomani kwa wakongomani ambao wanataka haki ambazo zilikuwa zimeliwa na wakongomani wengine zipate kurejeshewa. Ndio maana tunahitaji amani ya kudumu na mazungumzo ya wakongomani kwa wakongomani. Haina faida kuenda nchi za mbali, inabidi wao kwa wao wapate kukaa na kuzungumuza ili wakongomani wasiendelee kukufa zaidi Minembwe na pahali pengine. Asante. Waweze kusimamisha drone, waweze kutoa oda, wasimamishe madrone ambazo zinaendelea kuua ndugu zetu mji wa Minembwe na hapa mjini Goma na Masisi. Mnaenda kwenye MONUSCO. Hapa tunaelekea kwenye MONUSCO porque tuweze kumpatia memo ambayo sisi kama raia tunaweza kumpatia. Mumetembea muda mrefu, safari ndefu. Ndio. Tumetembea safari mrefu. Mmeshajipanga vizuri. Kwa nini? Unaruhusu tushuke pole pole. Kwa nini mmesafiri safari ndefu? Utafanya fujo tena? Tumesafiri safari ndefu kwani tumekimbia na tumekataa. Hiyo mambo ya Tshisekedi kama pole pole. Yani Goma ndani ya mji wa Goma. Mambo gani? Hii mambo ya kuweza kuua watu na kutuma drone za kwake kuja kutuangamiza na kutuangamiza usiku, anakuja nazo usiku, ndio kwa maana kabisa tumekataa kabisa. Tunataka nini? Tunataka amani rejeshwe. Amani rejeshwe kabisa ndani ya mji wa Goma. Mama unasema nini? Kiseketa natuua, anaua wakashi sana. Wapiganie kule kukodi, si hatupendi vita. Mbona natutesa? Hata wakamate, atatawala banani. Mbona natutesa, tunakufa. Mnaomba nini? Tunapenda amani. Tunapenda amani, chenye tunapenda umuchi wa Goma. Mama, mimi nashangala gisi opinion international. Saba na bombarde ku Nord Kivu na Sud Kivu abasemake. Mimi nashangala namna gani population iko na kufa na opinion international yote na nyamaza. Manake Nord Kivu na Sud Kivu tuko kwa baya za Kinshasa. Sie tuko na droit ya kuishi Goma yetu, Bukavu yetu, Kongo yetu, Nord Kivu, Sud Kivu na amani. Hatutaki bombardement. Aende ku front de bataille, Goma hakuna front de bataille. Sakina Juma ni kutoka makundi ya akina mama mjini Goma. Tulikuja kuwaambia watu wahusika wa MONUSCO ya kwamba tunachoka na mauaji ya Felix. Tunachoka na mabombardement zake za madrone. Madrone zenye kwa tumikisha anazituma mzone yenyiko deja libere, tunakatala. Parce que tuko bien, tunaishi bien. AFC M23 inatuprotege, na inaprotege wakaaji. AFC M23 ilikubali makubaliano yenye walifanya Washington. Kwa nini haizi kukubali ile makubaliano? Alors si tunaomba communauté internationale, tunaomba Union Européenne, tunaomba CPI imekamata en charge. Ils charge na hii dossier kuona gisi anaweza tupa drone kunyumba ambayo inaishi ndani mwanamke Madame Karine, une femme française, nyumba yenyewe inaishi ndani Mfaransa, anatupa drone tena mumwe cha ajabu mwezi mtukufu wa wamama. Sisi imetuumiza sana na ndio kwa maana mnatuona hapa. Alors tunalomba CPI ijicharge na Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Kui ma crime de guerre yenye ana multiplié pas seulement à Goma, Minembwe, Masisi, Rubaya, partout même à Ruchuru. Tunaomba CPI itusaidie kumsikiliza kwa mambo ambayo iko nafanya, kwani yeye hakubali kuongea na wenzake, hataki mazungumzo yoyote ile. Sasa hatujue anataka nini. Sisi atuache na amani, tubakie mzone yeniko libere na amani. System ya 40 volera tuione tena, atusaidie, atuhurumie sana, ahurumie wakaaji wa Goma. Na tunaomba wakaaji wa Goma ku resilience, baikale ba resiste, basikie malamiko ya waongozi wetu wa hapa, watu wa AFC M23, bafate mwenendo ya watu wa AFC M23, basifate, basiogope,
na nadhani itakomea hapo ikiwa watu wa CPI wanaitika kutusaidia. Tunapatikana hapa kwa sababu ya huzuni kubwa. Tuko mwezi ya wamama, alafu mama mwenzetu anatuacha, mwenye kutetea watoto wadogo UNICEF. Pole kwa UNICEF. Kitu kinatuuma sana kuona si tuko na bezo ya care, tuko na bezo ya amani, na ni kitu kikubwa sana amani katika nchi yetu, alafu tunakosa amani juu ya batu bure bakutukosesha amani, na tuko na amani, hatuni bakalantu voler, hatubakiwe, hatuibiwe vitu vyetu, hatuchamule masakoshi, hatukate masikio. Leo tunapata amani, lakini tunakuwa bana tuanza tuleta mabombe za kutubomba makati di matima usiku yote. Sasa sisi tunataka amani, na viongozi wakubwa bafatilie ili swala la kwaje tunakosa amani, na mwenye atukosesha amani wanamjua. Hata nikamusema jina itakuwa ni kitu kia kuumiza sana. Hata nikamtaya jina ni kitu kia mnamjua, na mnajua jina tuko hapa. Ule mama yanakufa mwadi wa famu, tunakuwa kutetea kama vile na si isitokee tena bara ya pili, kwa sababu tunataka amani. Na kitu kingine, tuko mwezi wa Ramadhani, ifo tufungule na amani. Tuko mwezi mtukufu, hatupashe tembea hivi, tuko tafuta amani, tujuru amani. Na kitu kingine, mutanisaidia kusaidia tufikia message ya Waislamu. Lazima tuko nakuwa na konje ya siku ya Eid. Konje siku ya Eid jionekane kama vile tunakuwa na konje ya kama vile bonane, ya kama vile Noel. Tunataka ipite message juu ya kutafuta tujuru amani. Majina naitwa Ajati Jasmine. Niko ndani ya mji wa Goma. Mambo effective ya Nord Kivu, mama Mizelman. Kitu kenye tunaomba ni moya, tunaomba amani. Hatuna besoin shenjo benye tuko tunakuwa mambuzi au mangombe zeziko nenda kubusheri kila siku. Tuko na besoin ya amani, hatuna besoin ya ingine kitu. Abo benye bako na besoin ya vita baende bapiganie kule kwabo kwenye hao wanajua. Meshi benye tuko na besoin ya amani, batupatie amani yetu. Mtoto wa este iko nalamuka, anazaliwa muvita, anakomalia muvita na anakufia muvita. Intérêt zabo zenye bako nazo ikuwe ku niveau national, ikuwe ku niveau international. Baregle ni kuage na kukupungia mkono nikisema endelea kufuata matangazo yetu ya MTV1 online kwa habari za